Kaka. Sasa wewe umekuja mpaka ukanisaidia mie? Yaani namsaliti dadayo haswa, afu nkuja unisaidia. Haukuna kitu nkitaka kwangu wewe? Sina chochote ninachokihitaji kutoka kwako. Tukiachana na swala la udugu, kwamba umemsaliti dada yangu, umeenda kutembea na mwanamke mwingine, lakini kuna swala la kijinsia hapo. Mimi na wewe sote ni wanaume, na mara kadha wa kadha tukikaa kwenye vikao vyetu huwa tunakumbushwa sana kanuni ya 6 ibara ya 7 mstari wa 5 mpaka wa 6. Huwa unasema kwamba usikubali kumwacha mwanamume mwenzio anadhalilika ikiwa wewe una uwezo wa kumsaidia. Kwa mimi nilikusaidia kwa sababu ni mwanamume mwenzangu basi. Sasa, Bashimegi. Wewe ulijuaje kama niko mule ndani? Amanda huyu anajifanya BFF, kumbe ndo mwizi wa mwanaume wangu, si ndio? Sasa leo nataka niende kumuonyesha. Kumbe kila siku ndio maana kodi yangu halipi. Nikitangaza pesa za kodi ya maji, mara umeme, yeye mwenzangu uko nyuma. Kumbe anadili na baba mwenye nyumba, si ndio? Sasa nasemaje? Hata ile nyumba yenyewe ile, faki haimuhusu. Ile nyumba ni ya marehemu baba yangu. Yaani faki kanioa kakuta kabisa pale kuna mjongo wetu. Sasa leo nataka niende kumuonyesha kama marage mboga au kiungio cha makande, mshenzi mkubwa. Yaani mwanamke kumbe mbaba lazuri yule. Kumbe fisadi fisadi kiwembe, asidi wa roho za watu. Shemeji. Shemeji yako nani? Shemeji, fungua mlango kwanza. Wewe umekosea mlango. Wewe dada nisikilize. Mimi nafahamu kila kitu. Shemeji yangu upo huko ndani unajua. Nimekwambia shemeji yako hayumo huko ndani, umekosea mlango. Sasa wewe kama unaendelea kumficha mfiche. Lakini sasa hivi dada anakuja kuwafumania. Shemeji unasemaje wewe? Dada anakuja kuwafumania sasa hivi ndani. Shemeji niko ndani, pita. Niko humu, pita. Wewe hebu fungulia hapo. Unafanya vizuri kweli wewe. Sasa wewe hukumia maana dada yako ni msaliti kweli haswa. Wanafaki, hayo ni masuala ya kijinsia tu. Nimekusaidia kama mwanamume mwenzangu kama nilivyokuambia hapo awali. Kwa hiyo sioni kama kuna muda mrefu sana ambao mimi na wewe tunapaswa kulijadili hili swala. Ni vyema ungerudi kwenye maficho yako. Rudi kwa Amanda kama ikikupendeza. Washimeki, asante bwana. Asante sana. Kesho kutwa naagiza ndoo hizi 3. Za nini? Za pweza. Moja nikupa wewe. Sawa. Naenda kwenye maficho yako sasa hivi. Wewe, haya sogea. Sogea nimekwambia. Sogea hapa. Haya, mume yuko wapi? Huyo mwanaume mzima asifanya kazi za maana zikaeleweka za kumfananisha na jinsia yake. Anafanya kazi ya kutema umbea, yuko wapi?
Kwa nini mnamtafuta mume wangu katika hali kama hiyo? Kuna nini lakini? Wewe sema mmeo yuko wapi? Ametukosea nini ndo nini eh? Wewe nisikilize kwanza, nisikilize wewe. Yaani kabla ya kunijibu kwanza jua unazungumza na nani? Unazungumza na Maza Mjengo, Maza House, mama mwenye nyumba yangu mjini. Ninayewafanya nyinyi mkae pale. Kwanza huyo mumeo kuto kunipakazia umbea. Mumeo hajapotea, kafungiwa kwa Amanda. La! Hataka kunigombanisha na BFF wangu. Mwenye BFF wangu nikikosa chumvi mama naenda, nikikosa sukari naenda. Hataka kunigombanisha naye. Amanda wewe lakini Amanda nini? Unanigombanisha mimi na mama mwenye nyumba, unategemea nini? Nikishiwa kodi mama ananistili huyu. Wewe unataka anifukuze, afu akishanifukuza mnikome wewe na mmeo. Mmenisikia eh? Tena mtukome kwa herufi kubwa na mbele eka alama ya kiulizo. Mtukome. Na kama mumeo kazi za msingi hana za kufanya, kijole hiki hapa hiki. Nimeshamletea sare mama, namvesha mie mwenyewe kuhusu swala la wigi hata sijali. Nitamgaramikia kuanzia wigi mpaka kucha na makeup. Upo? Yes mbaya kazoea eh? Yes kazoea. Mimi ndo najua kila. Wewe unajua kitu sasa nasemaje? Wewe leo unataka nikupe somo, mradi uende kufikisha taarifa kwa mumeo. Mwangalie! Tu mwenyewe una hela hata uelewe. Mwangalie! Mwanaume kanyoka hivi kama hawali. Nyote mmeona wote waambea, waangalieni hawa. Chei. Bwafaki. Wapangaji wa umndani wanalo mbaya. Nyo! Utanipa nini cha ajabu? Mtu mwenyewe kibawani 100. Utanipa nini na kuuliza? Muangalie vile sura yake ilivyompauka kajue la kiyama. Duniani uonekane hela unatafutwa. Wewe umetoka kuniambia sasa hivi hapa, mume wako kafungiwa na BFF wako, nikaja mpaka ndani mwisho wa siku namkuta kaka yangu. Haya, una kipi tena cha kuniambia mpaka nije kuingia humo ndani kingine? Au ndo nije kudumbukia humo ndani mwisho wa siku tunakuja kumkuta babangu mzazi kaka kitandani, mama kitambi kimemwendemea na papaswa. Kwanza mama mwenye nyumba. Utaongea nini mpaka nikuelewe? Ndio maana mwanamke umekondeana, mbele chezi nyuma utikisiki, katikati uinuke. Hebu toka kwenye milango ya watu. Toka huko. Muangalie vile. Na kuanzia leo wapangaji wa mbea wote na wanafiki watahama kwenye nyumba yangu. Mwanamke kakomaa, kakaa hivi kasa na mla Michelini. Kitu gani? Nitakuhamisha kabisa kwenye nyumba yangu. Sitaki wapangaji wa mbea na wanafiki, sitaki. Shenzi kabisa wewe. Toka hapa. Hiki ambacho kimetokea hapa si sawa. Mimi sikupaswa kulala na wewe unajua. Hamna kitu ambacho umekosea. Yaani umepita mule ambapo mimi napataka. Wasiwasi yako ya nini? Nisikilize wewe. Unajua mimi sipaswi kulala na wewe kwa sababu wewe ni mwanamke wa shemeji yangu. Sasa mimi lazima nikalala na wewe. Hivi unajielewa kweli? Unayasikia maneno unayoyasema? Mimi sio mwanamke wa shemeji yako. Mwanamke wa shemeji yako ni dada yako.
Unajua wewe una masiala sana. Niona utani wa ngumi kabisa. Uona mkata vipi kwamba shemeji yangu sio mwanaume wako? Wakati nimwakuta hapa kabisa mkiwa kwenye kitanda hiki. Na maana kosa langu mimi ni kuwa nusuru, si ndio? Nisikilize wewe. Hiki ambacho kimetokea fanya kama ndoto. Yaani sikiliza kijana. Hebu usio na haraka. Nimeenjoy sana kwa huduma ulionipa. Nimeburudika, nimeenjoy. Yaani umenipa vitu adimu, vitu ambavyo sije kuvipata. Natamani hiyo huduma nipate mara kwa mara. Kwa hiyo naomba kwa mara nyingine tena urudi. Bwana vipi? Samba kwa mkali hivyo. Hebu acha mambo yako wewe. Mimi nataka. Unataka nini? Wewe, si katika mchezo. Nje, ndani. Kwako kwangu. Mnyama nje, mnyama ndani. Eti kwako kwangu. Hivi unajielewa kweli? Ebo. Una akili? Wewe. Yaani mimi hapa nimelala, nimechoka na kazi zangu. Eti niamke nifanye hiyo michezo yako ambayo unaona ni ya kipuzi. Wewe kumbe unjitoa fahamu wewe. Wewe si ukubali kinzima wewe. Ndio kwa siku 3 unchoka. Hebu acha mambo yako bwana. Njoo bwana wewe. Na sio siku 3 tu. Hata hizo wiki hutozimaliza. Hivi wewe bwana Faki wewe na utu uzima wako huo. Hivi uone kama mimi unanyanyasa kwanza kijinsia? Yaani unanyanyasa mimi kijinsia, unanitumia mimi ili kulipa hizo kodi za miezi 6. Hivi uone kama wewe ni unyanyasaji wa kingono? Wewe hebu acha mambo wewe, hebu nipe. Mbona kutia aibu wewe? Mimi nimetoka zangu huko sijalala kwa mke wangu siku ya ngapi niko ndani kwako wewe? Unyime. Sawa, tulikubaliana lakini kwa sasa hivi nishagaili, sikutaki tena. Na pakikucha tu asubuhi uende kwako, sikutaki kwangu. Ondoka uende kwa mkeo, sikuhitaji. Hiyo wiki nimefuta. Tena unipunguzie hizo shobo zako. Iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Na ukiendelea kunisumbua nitakuitia mwizi. Uje waibike huko ndani muone baba mwenye nyumba mtu mzima anakuja kulala na pangaji kadogo. Nyeo. Mbona ni nkuisha mie? Kwani hii njozi inamaanisha nini? Mbona nashindwa kuielewa?
Oh, Mungu wangu, naomba uninusuru. Ina maana dhambi niliyoifanya ya kumsaliti shemeji yangu itanirudia? Halo? Mambo. Poa, niambie. Kwa wapi? Nipo nyumbani. Njoo nyumbani kwangu. Jamani, sasa nije kwako kwa misingi ipi tena jamani? Mimi si nishakwambia kwamba mimi na watu tumalizana au? Bwana usinifanyie hivyo. Jamani, kwani hutaki kunielewa jamani? Yaani alafu mimi niko nyumbani saa hizi. Mke wangu akija kusikia kwamba mimi naongea na wewe, inaweza kaja kuwa balaa hapa. Tafadhali naomba niache bwana. Mimi sitaki sasa kuendelea na wewe, niache. Nitaki. We Bwafaki. Kimbia mwizi huyo. Ukamata mwizi wa yeye. Jamani mimi. Mwizi ankimbia huyo. Hukumuona? Mwizi mwenyewe ndo wewe. Kumbe mwizi hukumuona wewe? Ampita hapa sasa hivi hukumuona? Hivi unajielewa kweli? Unajielewa na hii misiliwa yako hii? Baba jitu zima mchana tu. Wenzie wako kwa wanapambana, wewe kazi tu kulala tu kwenye vyumba vya wasichana. Nyio. Sasa usipige kelele kila mtu atajua kama mimi niko humu. Utajajia Bwafaki vipi wewe? Mbona hujitambui? Yaani na nimekwambia hivi uondoke kwangu. Uende kwa mkeo. Sijui unanielewa? Weye. Sasa mbona unkwenda tofauti na makubaliano wewe? Mimi na wewe tumekubaliana tukaishirika hapa wiki nzima, au sivyo? Siku 3 tu nchoka. Tumekubaliana? Kuna mkataba tuliandikishana? Kuna mkataba? Ebo, nimechoka mimi. Kwanza unavyoniona mimi naweza nikalala na mwanaume kama wewe siku 3. Siku 3 kabisa zikatimia au wiki nzima. Nimechoka. Naomba uondoke kwako. Afu wewe unataka kunizoea vibaya Nitakuitia mwizi wewe, kelele za mwizi hizo ndoto zako utakuwa naota wewe. Unitie mwizi mtu na utu uzima huu? Niitiwe mwizi mimi nipigwe nikufe? Sio kukupiga tu mpaka kukuchamba, mwanaume mzima ni utaaibika. Naomba uondoke kwako. Sasa Amanda msogea kwanza, hebu usinifanzie. Nimesema ondoke nyumbani kwangu. Ondoka nyumbani kwangu. The ghost baby.